Karibu tena msikilizaji katika mwendelezo wa simulizi ya Mchepuko. Simulizi inaonyesha jinsi tamaa, maamuzi ya haraka na mapenzi ya siri yanavyoweza kubadilisha maisha ya watu waliowahi kupendana kwa dhati. Wakati mwingine anayekupa furaha leo ndiye anayekuja kuwa chanzo cha maumivu ya kesho. Endelea kuwa nami katika simulizi hii iliyojaa hisia kali, mafundisho, usaliti na ukweli wa maisha ya mapenzi. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chemchem ya Simulizi. Sehemu tulishia pale ambapo Asia alikuwa ameanza mahusiano ya siri na mwanaume aliyefahamika kwa jina la Victor, na alianza mahusiano haya kutokana na kuchoshwa na tabia ya Daniel ya ulevi wa kupindukia. Licha ya Daniel kuamua kubadilika na kuacha pombe ili kuokoa ndoa yake, tayari Victor alikuwa ameshaiteka akili na moyo wa Asia. Basi baada ya Daniel kukataa kumpa talaka Asia, Victor alimshauri Asia amwambie Daniel kwamba mtoto wa mwisho si mtoto wa Daniel, na amwambie maneno haya ili amuumize zaidi Daniel na kumfanya Daniel akubali kuachana naye Asia. Basi Asia akafanya kama vile ambavyo Victor alimshauri. Daniel baada ya kuambiwa maneno yale yalimuumiza sana Daniel. Daniel alilia kwa uchungu mkubwa, huku akihisi maisha yake yote yakisambaratika mbele ya macho yake. Mwishowe, kwa maumivu makali, kwa maumivu makubwa, Daniel alikubali kumpa Asia talaka, lakini kwa sharti moja tu, kwamba aondoke na mtoto ambaye amesema si mtoto wake. Basi tuendelee na sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Baada ya Asia kupewa talaka, Asia aliondoka nyumbani kwa Daniel huku akiwa na mtoto wake wa mwisho mkononi. Siku ile ilikuwa nzito sana kwa Daniel, lakini kwa upande wa Asia yeye aliamini kwamba alikuwa anaenda kuanza maisha mapya ya furaha pamoja na Victor. Moja kwa moja Victor alimpeleka Asia kwenye nyumba alikuwa amempangishia maeneo ya mjini. Nyumba ile haikuwa nyumba kubwa sana, lakini ilikuwa ni nyumba nzuri na yenye kila kitu muhimu. Asia alipofungua madirisha ya chumba kile na kuhisi upepo mwanana ukivuma, Asia alitabasamu kwa furaha kubwa. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Asia alijiona yupo huru kwa mara nyingine. Asia aliona kwamba katika maisha haya mapya hakutakuwa tena na ugomvi wa kila siku, hakutakuwa na harufu ya pombe, hakutakuwa na Daniel ambaye alikuwa anamlilia kila siku kumuomba kwamba asiondoke, wasiachane, abaki wale watoto. Basi Asia alijilaza kitandani huku akimwangalia mtoto wake aliyekuwa amelala pembeni. Asia akajisemea, hatimaye maisha mapya nimeanza. Basi siku zilizidi kwenda. Victor alikuwa akimtembelea mara kwa mara Asia, alimnunulia zawadi na kumpeleka sehemu nzuri Asia. Kupitia maisha haya Asia aliamini kuwa amefanya uamuzi sahihi. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinaenda, kuna kitu ambacho kilianza kumuumiza taratibu Asia. Victor hakutoa talaka kwa mke wake kama ambavyo walikubaliana hapo awali na Asia, kwamba Asia adai talaka kwa mume wake na Victor atatoa talaka kwa mke wake ili waanze maisha mapya, ili wafunge ndoa. Lakini haikuwa hivyo kwa upande wa Victor. Victor bado aliendelea kuishi na mke wake. Na kila Asia alipojaribu kumuuliza kuhusu swala hilo, kwa nini Victor hataki kumwacha mke wake? Kwa nini Victor hataki kumpa talaka mke wake? Victor alikuwa akibadilisha mada au kutoa majibu ya kuzunguka tu. Mwanzoni Asia alivumilia. Aliamini huenda mambo yalihitaji muda, lakini miezi ilivyozidi kwenda, moyo wake Asia ukaanza kukosa amani kabisa. Basi siku moja usiku Victor alipomtembelea Asia aliamua kumuuliza swali hili moja kwa moja Victor. Asia akasema, hivi Victor, utanioa lini rasmi? Kwa sababu mimi nimefanya kile ambacho umekitaka. Umeniambia niachane na mume wangu Daniel, nikafanya hivyo. Ukaniambia mpaka nimdanganye kwamba mtoto huyu wa mwisho si mtoto wake, nikafanya hivyo, jambo ambalo lilimuumiza sana Daniel na akakubali kuniacha. Lakini mbona unaonekana wewe haupo upande wangu? Mbona mimi ndo ambaye naonekana kwamba nagombania zaidi ya mahusiano? Nimefanya kila kitu ambacho umeniambia ili niweze kubaki na wewe, lakini wewe mbona uko tofauti Victor? Asia baada ya kuongea maneno hayo, Victor alikuwa anakunywa juisi taratibu
alimwangalia Asia, kisha pasipokuwa na haraka akamwambia, Asia, mbona una haraka kiasi hicho? Mimi siwezi kumwacha yule mwanamke, na yule ukumbuke kwamba ni mke wangu. Siwezi kumwacha kirahisi namna hiyo. Yule mwanamke yupo kwa ajili ya watoto wangu. Mfano nikampa talaka, watoto wangu wataishi na nani? Namaanisha kwamba acha nikisema nimwache yule mwanamke alafu aniachie watoto wale waje walelewe na wewe. Vipi kama utapata mwanaume mwingine ambaye atakufurahisha zaidi yangu? Si utaniacha mimi uende kwa huyo mwanaume mwingine na ukaniachia watoto? Yaani kama umeweza kusubutu kumwacha mwanaume wako ambaye amekutoa wakati ulikuwa katika hali ya chini mpaka kufanya kuwa hivyo ulivyo leo, Asia, umemwacha tena kwa maumivu makali. Vipi kuhusu mimi ambaye nimekutoa kirahisi tu kwa kudanganya kwa maneno matamu? Si utaniacha nikabaki na garagara mimi pamoja na watoto wangu? Acha bwana, mimi siwezi kumwacha mke wangu kirahisi namna hiyo. Asia alimwangalia sana Victor pasipo kupata majibu. Asia akaanza kujiuliza, hivi huyu mwanaume siku zote huwa ananiambia kwamba hampendi mke wake, na kuna taarifa nimepata kwamba mke wake ni mjamzito na anaendelea kujenga familia, wakati mimi nimeharibu ndoa yangu kule, nimekuja kujenga familia na yeye. Huyu mwanaume ananichukuliaje? Acha inyeshe tuone panapovuja. Basi miezi ilizidi kusonga mbele, huko Asia akiendelea kuishi kwenye nyumba aliyopangiwa na Victor. Kwa nje maisha yalionekana mazuri, lakini ndani ya moyo wake Asia kulikuwa na maswali mengi yaliyokosa majibu, maswali ambayo yalikuwa yanamtesa kila siku. Victor bado alikuwa hajaachana na mke wake, na kila alipoulizwa kuhusu swala hilo, Victor alikuwa anatoa ahadi mpya tu kwamba subiri kidogo, mambo bado hayajakaa sawa, nitamwacha, nataka kwanza watoto wawe wakubwa kidogo ndipo nimwache mke wangu. Asia alianza kugundua kuwa huenda alikuwa anaishi kwenye matumaini yasiyokuwa na mwisho, lakini pamoja na yote bado Asia alimpenda Victor kwa sababu ndiye aliyekuwa karibu naye muda huo. Basi siku moja Asia alianza kujihisi tofauti. Mwili ulikuwa mchovu, kichefuchefu kilikuwa kimwishi, na mara nyingi Asia alikuwa anakosa hamu ya kula. Basi baada ya Asia kwenda hospitali na kupima, majibu yalikuwa wazi kwamba Asia alikuwa ni mjamzito. Asia alibaki amekaa kimya hospitalini kwa muda mrefu akiwa ameshika karatasi la majibu. Moyo wake ulijaa mawazo mchanganyiko. Asia hakujua afurahi au ahuzunike. Jioni hile alipompigia Victor na kumwambia kuhusu ujauzito, Victor alifurahi sana. Victor aliuliza, ni kweli Asia? Ni kweli umebeba ujauzito wangu? Victor aliuliza kwa furaha kubwa sana. Asia akasema ndio Victor, nimebeba ujauzito wako. Victor akasema, Asia, mbona unaongea kwa huzuni? Hii ni habari nzuri sana. Asia hakuongea kwa furaha kama ambavyo Victor alitarajia. Asia kutegemea kama Victor angepokea taarifa zile kwa furaha namna ile. Victor akaendelea kumwambia Asia, akasema, usijali mama, usijali kuhusu chochote kile. Nitakutunza wewe pamoja na mtoto wetu. Hata mtoto wako pia nitamtunza. Sitamtenga hata siku moja. Victor aliongea maneno mazuri sana kwa Asia baada ya kusikia taarifa zile za ujauzito. Lakini kwa upande wa Asia, moyo wake uko tayari kuzaa na Victor. Asia alianza kujiuliza, vipi kama Victor hata achana kabisa na mke wake? Je, na yeye ataishia kuwa mwanamke wa siri maisha yake yote? Na kadri siku zilivyozidi kwenda, hofu yake Asia ilizidi kuongezeka zaidi, na mwisho Asia akafanya uamuzi ambao hakuwahi kufikiria angeufanya maishani. Basi bila Victor kujua, Asia akaenda hospitali na kutoa ule ujauzito. Baada ya tukio lile, Asia alirudi nyumbani akiwa kimya sana. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini aliamini kuwa alikuwa amejiokoa dhidi ya maisha yasiyokuwa na uhakika. Siku chache baadaye, Victor alimtembelea Asia akiwa na habari nyingine. Victor alimwambia Asia, akasema, Asia, kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Asia akasema, kitu gani tena Victor? Victor akasema, unajua Asia, nimepata kozi ya kikazi nje ya nchi. Asia alishtuka. Akasema, wewe Victor, unaondoka? Victor akasema, ndio Asia, lakini ni kwa muda tu. Nitakaa kama miaka 2 kama sio 3 hivi. Asia moyo wake ukaanza kudunda kwa kasi, lakini Victor akamshika mkono na kusema, akasema, Asia, usihofu kuhusu hali yako uliyokuwa nayo, usihofu kuhusu mahusiano yetu. Maagizo yote nimeachia ndugu zangu.
Asia alibaki kimya na kuendelea kumsikiliza Victor. Victor akaendelea kusema, akasema, Asia, ndugu zangu wanajua kila kitu na wanajua kuwa wewe ni mjamzito. Wameahidi kukulinda mpaka nitakaporudi na niliwaambia kila kitu kuhusu wewe. Maneno yale ya Victor yaliumiza sana moyo wa Asia kuliko kitu kingine chochote. Victor alikuwa anaongea kwa furaha kuhusu mtoto ambaye tayari hakuwepo duniani, na kujua hata kidogo kwamba Asia alihisi machozi yakimjia taratibu, lakini alijizuia. Kwa mara ya kwanza Asia alianza kuhisi uzito asili aliyokuwa ameibeba moyoni. Na wakati Victor akiwa na furaha ya kuanza maisha mapya nje ya nchi, Asia alianza kuingiwa na hofu kwamba huenda alikuwa anazidi kupoteza amani ya maisha yake siku baada ya siku. Basi baada ya Victor kuondoka kwenda nje ya nchi, Asia aliendelea kuishi ndani ya nyumba ile huku akiwa amebeba siri nzito moyoni mwake. Kila siku kwa Asia ilikuwa ni maigizo mapya. Asia aliendelea kujifanya ni mjamzito mbele ya ndugu wa Victor kama walivyoamini. Wakati mwingine alikuwa anavaa nguo kubwa kubwa makusudi ili aonekane kweli ana ujauzito. Ndugu wa Victor walikuwa wanamjali sana. Walikuwa kimpigia simu mara kwa mara kumuuliza hali yake. Na kila walipoongea naye, Asia alihisi maumivu makubwa moyoni mwake kwa sababu alijua alikuwa anaishi kwenye uongo mkubwa. Lakini hakuwa na namna nyingine. Aliogopa. Asia aliogopa ukweli kujulikana. Siku moja mchana, Asia akiwa ndani kwake, simu yake iliita. Ilikuwa ni simu kutoka kwa mdogo wake wa kike aitwaye Asha. Sauti yake ilikuwa ya huzuni na woga. Sauti ya Asha ilisikika ikisema, "Dada, naomba nisaidie." Asia alishtuka. Akasema, "Asha, kuna nini tena? Mbona uko hivyo? Hata bila salamu jamani?" Asha akaanza kulia kwa sauti ya chini. Akasema, "Dada, napata wapi ujasiri wa kutoa salamu kwanza wakati alionifika ni mazito?" Asia akasema, "Kuna nini? Mazito gani tena mdogo wangu Asha?" Mdogo wake Asha akasema, "Dada, yani nimeavagaa mwenzio. Nimeavagaa kule kijijini. Unajua dada, nilikuwa na mpenzi wangu na alinidanganya. Aliniambia atanioa na atanipa maisha mazuri. Lakini baada ya kunipa ujauzito na kugundua kwamba tayari nimeshabeba ujauzito, mwanaume huyu amekimbia na ameukataa kata ujauzito. Anasema anitambui na wala hakuwa na malengo na mimi. Na hapa nyumbani nimewaga wazazi kwamba kuna kibarua ambacho nimekipata huko jijini Dar. Ukweli ni kwamba dadangu, nina wiki moja niko hapa Dar. Sina hata sehemu ya kula, sina hata sehemu ya kulala. Hakuna kazi yoyote ambao nimekuja kuifanya huko Dar. Nilikuja tu kutafuta vibarua, nijue ni namna gani ambavyo naweza kulea ujauzito. Dada, naogopa, unajua wazazi wetu walivyo wakali. Na akigundua kwamba mimi ni mjamzito, sijui hata ambacho kitatokea. Na pia naogopa aibu ya pale kijijini. Sina hata sehemu ya kwenda. Najua wewe angalau umejipata kidogo. Nisaidie tu mdogo wako. Angalau nisaidie basi nikae hadi pale nitakapojifungua. Alafu mambo mengine nitajua hapo baadaye." Asia alinyamaza na kuendelea kumsikiliza mdogo wake Asha. Kisha Asia akasema, "Kwa hiyo saizi uko maeneo gani?" Basi Asha akamwambia maeneo ambayo yeye yupo. Basi Asia akamwelekeza moja kwa moja hadi nyumbani kwake. Basi Asha bila kusita alifika nyumbani kwa dadake Asia. Baada ya kufika nyumbani kwa Asia, sebule ilitawaliwa na ukimya mzito kwa sekunde kadhaa. Asia akaanza kufikiria kwa haraka sana, lakini wazo la ghafla lilimjia Asia kichwani. Asia akamwambia, akasema, "Sawa Asha, mimi nitakusaidia, lakini nitakusaidia kwa sharti moja tu. Najua mimi na wewe ni mtu na mdogo wake. Mtoto wako ni wangu na wangu ni wako. Mimi kama unavyojua dadako, tayari nimeshajikanyaga katika ndoa yangu. Na sijui huyo ambaye alikuwa mume wangu huko alikuwa anaendeleaje. Mimi kwa sasa ninaishi na mwanaume mwingine. Ni mwanaume ambaye nimejikuta nampenda sana." Na mama nilipompigia simu kuhusu mwanaume huyo, alionekana kusikitishwa sana. Na mamangu anaonekana anampenda sana Daniel kuliko huyo mwanaume ambaye niko naye naishi naye. Lakini sasa huyu ndio chaguo la moyo wangu, ndio mwanaume ambaye amenipa furaha, ndio mwanaume ambaye amenifanya nijihisi kwamba mimi ni Asia. Daniel nilikuwa naye tu kwa sababu ya matatizo, lakini huyo Victor nimekuwa naye kwa sababu ya upendo. Na kitu kingine mdogo wangu, mimi nilipata ujauzito wa huyo mwanaume, lakini bado hajaachana na mke wake. Nilisi ananidanganya tu na ameenda nje ya nchi kikazi. Lakini
amewachia ndugu zake maagizo kwamba mimi ni mjamzito. Yaani huwezi amini mdogo wangu, ndugu zake wote wana imani na mimi, wanajua kwamba mimi ni mjamzito, wananipigia simu mara kwa mara, wananitumia matumizi, wanakuja kunitazama kuendelea kuangalia hali yangu, na wakati mwingine mpaka nafosi kuweka tumbo la bandia ili mradi tu nionekane ni mjamzito. Sasa kwa kuwa wewe umekuja hapa, nataka tufanye kitu. Asha aliendelea kumsikiliza dadake kwa umakini. Asha akamwambia, ni kitu gani dada hicho? Na kusikiliza. Asia akasema, mimi nataka hivi, mimi niendelee kujifanya kwamba mimi ni mjamzito, lakini huku tukiendelea kuulea ujauzito wako. Na pindi utakapojifungua, na mimi nitajifanya uchungu umenishika. Ukisha jifungua, wewe utanikabidhi mtoto. Kisha nitakupa pesa nyingi sana kwa ajili ya wewe kwenda kuendelea na maisha yako mengine. Lakini ukumbuke kwamba siri hii iwe siri yangu baina yangu mimi pamoja na wewe. Hakuna mtu yote ambaye anatakiwa kujua siri hii. Sio baba wala sio mama. Na kizuri ni kwamba umeondoka nyumbani, hakuna mtu ambaye anajua wewe ni mjamzito. Na hata huku mimi hawajui hali yangu ambao naendelea. Hawajui mimi naishi vipi huku mjini. Sijui tumekubaliana. Asha alijifikiria sana, lakini kulingana na ugumu ambao alikuwa anapata kwa wakati huo, ilibidi tu akubaliane na dadake. Akasema, sawa dada, nimekubali. Akasema, lakini dada, nataka nikuulize swali. Kwa nini uliamua kumwacha Danieli? Asia akasema, mdogo wangu, nawe nimeshakueleza kila kitu, kwamba nilimwacha Danieli kwa sababu sikuwa nampenda. Nilimpenda tu kwa sababu alinisaidia tu wakati nilikuwa na hali ngumu, lakini sasa hizi nimeshampata ninayempenda. Asha akasema, sawa dada, lakini vipi kuhusu mtoto? Ushaenda kumsalimia? Asia akasema, hata sina haja ya kwenda kumsalimia. Hebu ngoja nitatue changamoto iliyopo mbele yangu, kisha baadaye nitajua nini cha kufanya. Basi Asha alikubaliana na Asia kwamba ujauzito ule Asia ataulea, na baada ya kujifungua basi mtoto atakuwa ni mtoto Asia. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 3 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mchepuko. Je, ni kipi ambacho kitaendelea katika mwendelezo wa simulizi hii? Ili kujua yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na TikTok, napatikana kama Faraja Simkwai. Lakini pale YouTube unaweza kusearch Chimchim ya Simulizi. Mchepuko.